Tamasha ya utamaduni wa jamii ya Waluo Piny-Luo imeanza leo katika chuo kikuu cha Rongo, kaunti ya Migori. Tunaungana sasa na mwanahabari wetu Hilary Okeo mubashara atueleze mengi yanayojiri. Hilary. Kupata kwa njia iliyo sawa kabisa. Tuko katika uga wa chuo kikuu cha Rongo ambacho tamasha cha Luo Piny-Luo awamu ya 6 ishaanza. Kila kitu imepangwa. Bado kuna shida kidogo ya sherehe, na kwa sasa tutaungana na katibu wa kaunti atuelezee. Kaunti ya Migori imepata fursa ya kuleta Wajaluo wote kutoka nchi ya Kenya, Tanzania, Uganda na hadi Kongo. Hii sherehe ni sherehe ya awamu ya 6. Ikumbuke kuwa awamu ya 5, samahani, ni sherehe ambayo inafanywa baada ya mwanzilishi wa sherehe hizi bwana aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kuaga dunia. Ni sherehe ya aina yake, ni sherehe ambayo iko na vitengo tofauti. Kuna vitengo vya michezo, kuna utamaduni ambapo sherehe kama hizi zinafanyika katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Migori. Kuna maeneo ya ufuo za Senya ambapo sherehe za mashua, sherehe za miereka, sherehe za utamaduni, na kuna ile kituo cha Thimlishoinga ambapo utamaduni wa Ujaluo imekita mikambi. Kwa sasa niongeleshe katibu wa kaunti Oscar Olima. Kaunti ya Migori imepata fursa ya kuwa wenyeji wa Piny-Luo awamu ya 5. Nyinyi kama kaunti mmefanya maandalizi kabambe kuona kama sherehe kama hizi zinafanywa kikamilifu? Kabisa ndugu Hilary, pamoja na watazamaji wengine, tumefanya maandalizi kabambe na tuko tayari kuwa hosts wa hii sherehe ya Piny-Luo ambayo ni awamu ya 5. Kwa hivyo kwa wakati huu tunakaribisha Wakenya wote, sana wale ambao wana jinsia wa Kijaluo, ambao kwa hii county kwa hii nchi ni Migori, Siaya, Kisumu na Homa Bay, lakini kunao wengi zaidi. Tunao karibu nchi 12 ambao wamewakilishwa hapa. Tunao Wajaluo kutoka Ethiopia, kutoka Cameroon, kutoka South Sudan na maeneo mengine. Kwa hivyo katika hafla hizi tunao wageni zaidi ya 10,000 ambao wamefika hapa katika hayo maeneo tofauti kushuhudia na kusherehekea utamaduni za Wajaluo. Katibu, hii sherehe imekuwa kwa awamu ya 5. Ni tofauti gani mleta kwa sherehe kama hizi na zile za awali? Kwanza kabisa kuna tofauti moja kubwa kabisa, kwamba kinara wetu au patron wa hii Piny-Luo ambaye ni aliyetuacha Raila Amolo Odinga kwa awamu hii ya 5 hayuko pamoja nasi. Kwa hivyo tunachukua fursa hii pia kusherehekea maisha yake na yale ambayo aliweza kutekeleza katika utamaduni na pia katika siasa, kwa maana ni mmoja wetu. Kwa hivyo sherehe hizi ndio za kwanza tangu atuache, na pia tumeongezea tamaduni tofauti. Kwa mfano wale Wajaluo kutoka Cameroon au kutoka Ethiopia na wale wa kutoka Misri hawakuwa na sisi kwa zile awamu zingine. Wakati huu wako pamoja nasi na tunasherehekea pamoja. Na pia ujue kwamba tamaduni zetu na kimila zetu ndio zinachangia jinsia yetu. Kwa hivyo katika utamaduni zetu na ile maendeleo na zile steps ambazo tunapiga kimaendeleo inaorodheshwa na mali tulikotoka. Kwa hivyo lazima tusherehekee tukijikumbusha kwamba tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Kwa hivyo tunakaribisha Wakenya wote. Na ukumbuke kwamba hapa Migori pia tuko na wakaaji wa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo wiki iliyopita tarehe 10 na 11 tulisherehekea tamaduni za Waluya na Wakuria na Wakikuyu
wa Somalia na wale wengine wote ambao kwa kimombo tunaita minority tribes ambao ni wengi kabisa katika hii kaunti ya Migori. Katibu, tu kimalizia swali ya mwisho, mnatarajia wageni wangapi kuhudhuria sherehe kama hii, na ni sherehe ya siku 3? Mmejipanga vilivyo? Tumejipanga, tuko kabambe, tuko sawa. Tunatarajia wageni wengi zaidi. Tayari tushapokea kutoka zile delegations kutoka diaspora nchi 12. Kwa hivyo idadi tunayotarajia katika hizi sherehe ni zaidi ya 20,000. Na tumejiandaa kabisa. Wageni wetu wa leo tumewakaribisha. Kesho pia tuko na sherehe katika zile maeneo mengine. Halafu siku ya Jumatatu au Wednesday tumekaribisha na tutampokea Rais wetu His Excellency William Ruto ambaye ndiye atakuwa mgeni wa heshima kuja kujumuika nasi katika hizi sherehe za Piny Luo. Asante sana katibu. Labda Nimrod, kama tujakata mawasiliano yetu, niko na mmoja wa wahusika wakuu wa sherehe ya Piny Luo, Profesa Adam Solo. Profesa, kwa dakika moja, sherehe awamu ya 5. Mmehitimisha nini katika awamu za 4 za awali? Katika awamu za 4 za awali utapata ya kwamba hii sherehe yenye inaleta jamii ya Wajaluo kuangalia utamaduni wao, tumeweza kuhakikisha ya kwamba ile cultural diplomacy, yani ile utamaduni ya Wajaluo inaleta wageni wenye wataweza kuenda katika zile sites ya Wajaluo. Kuna Kidmikai yenye ilikuwa Kisumu, venye tulikuwa Kisumu. Kuna hiyo mahali penye Luanda Magere, ile jiwe lake limebaki. Venye tulienda kula Homa Bay, kuna pia mahali kama ile Simbinyaima ambapo wageni huwa wanaenda. Na venye tulikuwa Siaya, ile Gotramogi ilikuwa inavuma sana, wageni wengi wakienda huko. Pia utapata ya kwamba ukiwachana na mambo ya cultural tourism, utapata ya kwamba kumekuanga na zile majadiliano ya kwamba utamaduni wa Wajaluo ni nini ndio hasa bado inaweza endelea, ili vijana pia wenye wako wakati huu waweze kujihusisha na utamaduni yenye inalingana na siku zenye wanaishi. Hata kule Biblia unajua kulikuwa na Old Testament na New Testament. Basi utamaduni ya Wajaluo pia kuna zile zenye Wajaluo wanaangalia ya kwamba hii sasa imezidiwa na muda na hii inafaa irekebishwe kwa namna fulani. Na la mwisho utapata ya kwamba utamaduni zenye tumekuwa nazo pia imeonyesha zile lengo zenye wanawake walikuwa wanafanya katika nyakati za hapo mbele, na pia ni kikao gani wanaweza wekwa kuendelea. Na mwisho kabisa ni ya kwamba hapo mbeleni utamaduni ya Wajaluo ilikuwa tu ya Wajaluo wa Kenya, lakini mwaka jana na mwaka huu ni kuleta Wajaluo kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Ethiopia na kutoka Sudan. Asante sana Profesa Nimrod. Bado tumekita kambi katika maeneo haya katika kaunti ndogo ya Rongo, ambapo sherehe za Piny Luo awamu ya 5 inaendelea kushika kasi. Tutaendelea kujuza watazamaji wetu pindi tu tunapopata fursa. Nimrod. Naam, asante sana Hilary.